namna kipekee nimshukuru Mheshimiwa mbunge. Sisi wataalamu kama wataalamu tuna nafasi zetu, lakini wanasiasa pia wana nafasi yao kubwa. Naamini hakuna ambaye asiyejua. Mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii ambayo tunaishi humo, zipo clip mbalimbali zilikuwa zikitembea zikionyesha namna ambavyo wabunge wetu walikuwa wakipambana kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa katika hili eneo. Mheshimiwa mbunge, nikushukuru sana kwa kazi kubwa hiyo. Lakini nishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa imefanya kazi kubwa pia kwenye hili eneo. Lakini wizara ya TAMISEMI pamoja na hazina, lakini hata wizara ya kilimo kwa nyakati tofauti walikuwa wakitushauri nini cha kufanya ili kuwa na mradi ambao ni mzuri. Leo hii kama halmashauri tumekamilisha taratibu zote za kimkataba, na tukio tunaenda kulifanya hapa ni la kumkabidhi mkandarasi site, kuwatambua viongozi ambao watashirikiana nao katika maeneo haya katika kutekeleza mradi. Ni waombe tu wenzetu ambao wamepewa dhamana ya ujenzi wa soko hili kuhakikisha wanatimiza masharti ya kimkataba ambayo tumekubaliana. Tegemeo letu mradi huu tunavyofika mwakani tuweze kuja hapa, kama tutakuwa tupo salama, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie, tuweze kuja kuzindua hapa. Na wale wananchi, wafanyabiashara, wakulima wetu ambao wamehangaika katika tope hili ambalo linaonekana hapa kwa kipindi chote, waweze kuwa wanufaika wakubwa wa huu mradi. Tunaahidi kutekeleza mradi huu kwa sababu sisi ni wazawa, sisi ni Watanzania, na kipekee tushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia. Amekuwa na uzalendo wa kipekee kwa sababu miradi kama hii ilikuwa inatekelezwa na wageni, lakini sisi ni Watanzania wazawa tunatekeleza mradi hii. Kwa hiyo tunashukuru sana, na tupige makofi na mpige rais makofi. Tunachoahidi ni kwamba tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunatimiza lengo la serikali katika kuhudumia wananchi, lakini pia kutimiza azma ya serikali na wananchi pia waendelee shughuli zao, kwa sababu kilio hiki kimekuwa cha muda mrefu sana. Kipekee kwa nafasi ya kushukuru, maana yake sasa mradi huu unaweza kuwa chachu ya maendeleo kwa sio tu kwa Rungwe na Kiliwa peke yake, maana hata mikoa ya jirani ni fursa pia. Kwa hiyo sisi tunaahidi tutafanya kazi usiku na mchana, na kama ambavyo amezungumza mkurugenzi hapa, tayari sisi tumeshakabidhiwa certificate na mradi huu unatakiwa uanze mapema. Kwa hiyo sisi tutafanya kazi usiku na mchana, na mwakani muda kama huu tunategemea Mungu atupe afya njema, tukutane tena hapa tukiwa hivi na wengine wakiwa wengi zaidi. Piga kelele kila siku kuhusu soko la ndizi hapa kwetu Kiwira. Leo soko limefika. Mwenyekiti wetu wa wafanyabiashara amesema hapa ilikuwa kama ndoto. Tunashukuru sana Mungu kwamba soko limefika, tunaanza ujenzi muda sio mrefu. Kiu kubwa ya watu wa Rungwe, sisi ni wakulima wakubwa sana, lakini tatizo letu kubwa ni swala la soko. Tumeanza kushughulikia soko hili ambalo linakwenda kugharimu bilioni 2.194 pesa za Kitanzania. Tayari tumeshapata bilioni 1, tumeshaweka kwenye budget. Mkandarasi anapomaliza kazi zake ataenda kutoa certificate, analipwa kutokana na kazi alizofanya. Lakini ukamilifu wa soko hili ni bilioni 2.14, ambapo kwenye soko hili kutakuwa na godown kubwa ambao litakuwa na ubaridi, cold room, ambapo tutatunza ndizi zetu pale. Kama ndizi zimeadimika tunatunza pale kwa muda, baadaye tunasubiria soko lisipandana nzuri, tunapeleka kwenye sehemu ya soko. Hapa ndani kutakuwa na maegesho ya magari katika eneo hili. Kwenye soko hili pia kutakuwa pia na migahawa mbalimbali kwa ajili ya chakula kwa ajili ya ndugu zetu ambao wanafanya kuja kununua chakula hapa maeneo haya. Kutakuwa na dengo la huduma za kibenki. Mabenki yatakuwa hapa. Inawezekana benki 1, 2 mpaka 3 zikawa hapa. Amesema mwenyekiti wetu hapa wa soko hili kwamba tunakuwa labda kunabadilisha mambo ya pesa
zitabadilishwa hapa, kila kitu kitafanyika hapa. Lakini pia kutakuwa na ofisi, kutakuwa na vyoo vya kisasa, kutakuwa na vizimba vidogo vidogo. Wale wauzaji wadogo wadogo watapewa vizimba, watakuwa wanauza ndizi zao hapo. Kwa hiyo ni soko ambalo litatusaidia sana sana watu wa Rungwe kuhakikisha kwamba ndizi zetu zinapata soko zuri na tunapata bei nzuri ambayo itatusaidia kuinua uchumi wetu. Nimshukuru sana sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. kwa kutuletea hizi pesa bilioni 2.194 na tunaanza soko hili. Ndugu zangu, Mama Samia ametutendea mambo makubwa na ndio maana nimekuja kwenu mimi kama mwakilishi wenu kumshukuru mbele yenu na tumshukuru sana kwamba Rungwe ametupendelea mambo mengi sana. Hongereni sana watu wa Kiwira. Hili soko ni soko la wilaya nzima, si ndio? Lakini limejengwa kwenu Kiwira. Hapa maeneo patachangamka sana, si ndio? Kwa sababu watu watatoka nje ya nchi, watu watatoka hapa Tanzania, watu wengine watatoka maeneo mbalimbali ya mkoa huu watakuja kununua ndizi hapa. Kwa hiyo Kiwira itachangamka, uchumi wa Kiwira pia utachangamka, watu wengi wa Kiwira watapata ajira. Niwapongeze sana watu wa Kiwira. Niwaombe watu wa Kiwira tukawapa ushirikiano mkandarasi. Wewe kama wangu, mpe ushirikiano wa kutosha mkandarasi. Hata ndege siku libolimo mkonkorera ngikongome mkontwarera. Aliyengemwa wajengili soko kanunu. Mnanielewa ndugu zangu? Msisite, mpeni ukarimu mtu wa mkandarasi anakuja kujenga hapa. Kwa sababu soko litakuwa na uchumi mkubwa sana katika maeneo yetu. Nikushukuru sana mkurugenzi na timu yako kwa kutuandikia light up nzuri ambayo imetusaidia kupata masoko mawili. Hili hapa tutapata lingine pale Sogea muda sio mrefu. Maandishi yameandika mazuri, sisi kama wabunge wa Rungwe, mimi na dada yangu Suma ambao tulikuwepo, tulikafuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba soko pesa alizoandika walani ndugu zetu mkurugenzi na management yake pesa zinapatikana. Nishukuru Mungu pesa zimepatikana. Si ndio ndugu zangu? Mama Samia oye. Naitwa Bwana Amimu Mwendelile, ni afisa tawala kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Rungwe. Na leo nimemwakilisha mheshimiwa mkuu wa wilaya. Huu ni mkubwa, unakuja manufaa mengi, lakini na changamoto zitazitokeza. Sasa njia nzuri ya kutatua changamoto ni kukaa kupitia vikao na mikutano ili tuweze kuzitatua hizo changamoto. Kutatua changamoto kwa njia zisizofaa kutapelekea sasa manufaa ya soko hili yasionekane. Kwa hiyo nawaasa viongozi ambao ndio viongozi wa wafanyabiashara wa ndizi pamoja na viongozi wengine ambao wako kwenye sehemu ya jamii waweze kutumia njia sahihi za kutatua changamoto, na waone viongozi na milango ya serikali iko wazi. Iwe milango ya kisiasa na milango ya kiserikali, yote iko wazi ili kuona changamoto wanazozipata wananchi zinaweza kutatuliwa. Lakini jambo lingine nipende kumwasa mkandarasi. Kipindi hiki umekuja kuna jua na usije ukazani kwamba ndio hali ya Rungwe ya muda wote. Kwa muda uliopewa wa miezi 12 ni vyema kipindi ambacho kunakuwa na hali ya hewa kama hii basi ukaenda na kasi, lakini yenye viwango. Kwa hiyo tusije tukaukimbiza mradi afu baadaye ukaja kuleta maafa. Tujenge mradi ambao utakuwa imara kwa kufuata maelekezo yaliyoko mkataba, lakini kwa kushirikiana na wakandarasi na mhandisi wetu, lakini na taasisi zingine ambazo zitakuja kutoa ushauri. Serikali na taasisi nyingi ambazo pindi mradi utakapokuwa ukiendelea nadhani watafika ili kutoa ushauri, lakini na kuelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo nawe kama mkandarasi ambaye tumekupa dhamana ya ujenzi wa jengo hili uwe tayari kushirikiana na hizo taasisi. Lakini nirejelee jambo aliloongea katibu wa chama kwamba zile shughuli au kazi za vibarua au kazi ndogo ndogo ambazo hazihitaji ujuzi, tunakuelekeza kwamba wapate vijana wa maeneo haya. Hilo litakuwa ni agizo, na endapo kama hawatajitokeza wao basi ndio utakuwa na fursa, utakuwa na uchaguzi wa kuangalia wa maeneo mengine ili kazi yako iende. Kwa sababu mkandarasi anaweza katoa kazi, lakini nyinyi mkaona watu vijana au watu wa maeneo hao wakaona kwamba kile kiwango alichopanga kuwalipa hakitoshi, basi yeye atakuwa na uamuzi wa kuangalia watu wa maeneo mengine ili kuhakikisha mradi wetu unakamilika kwa wakati.
sababu kitu chochote katika maisha kinahitaji ratiba. Tukijiongoza vizuri kwenye ratiba zetu, basi tutapata mafanikio ambayo tunayatarajia. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni kwamba kusiwepo uwizi wa malighafi au vifaa vitakavyotumika kujenga huu mradi. Endapo kutakuwa na watu wasio waaminifu kutoka kwenye upande wa mkandarasi wanataka kushirikiana na sisi ili kuweza kuhujumu huu mradi, ni vyema tuwafikishe kwenye mamlaka zinazohusika ili tuweze kulinda hivyo vifaa, kwa sababu mradi ni wetu. Mkandarasi tumempa dhamana tu ya kutujengea, lakini dhamana ya kulinda mradi na kuangalia mradi hauhujumiwi ni la kwetu sisi wana Kiwira. Kutoa taarifa kama hizo sio kosa. Hilo ni ulinzi na unatekeleza jukumu lako kama mwananchi, kama mwananchi mwenye uchungu na nchi yake. Kwa majina naitwa Daniel Jackson Mwakobera, ndiye mwenyekiti wa wafanyabiashara wa ndizi katika wilaya ya Rungwe. Mwenyekiti wa wafanyabiashara, ni furaha iliyoje ambayo haijawahi tokea, kwa sababu tulikuwa ni kama ndoto, kana kwamba kama itafika wakati ili nasi tuweze kubadilika na kutoka katika hali tulionayo, tukiwa tunahitaji soko la kimataifa, ili watu watoke nje ya nchi hii, watoke sehemu mbalimbali, waje kununua ndizi zetu, aidha kwa dola, aidha kwa shilingi yetu, lakini ikiwa inabadilishwa hapa hapa kwetu, ili tuweze kupata maendeleo makubwa. Lakini ndoto imeshatimia. Mimi kama mwenyekiti wa wafanyabiashara niombe kitu kimoja, pamoja na mradi huu kukabidhiwa kwa mkandarasi na ukiwa mikononi mwa serikali kupitia halmashauri, ninaomba tusiachwe nyuma sisi ambao tumehangaika hapa, na mpaka sasa tunahangaika. Tumetoka eneo hili kwenda kuhangaika huku ili kupisha ujenzi, lakini baadaye ujenzi utakapokamilika, tafadhali naomba watu wangu waweze kunufaika na kuona kana kwamba hiki tulichokuwa tunakisumbukia sasa neema imefika kwetu. Tusiachwe nyuma, aidha kwenda kuchukua watu kutoka Dar es Salaam, kutoka sehemu tofauti, alafu wanufaika ambao walikuwa wanategemewa, alafu wanaachwa nyuma. Hilo ndo niombe na liwe angalizo kwa viongozi. Tunaomba tafadhali, tumesumbuka vya kutosha, alafu pia tunaomba elimu iweze kupita, ili soko la kimataifa litakuwaje, nini kitakachoendelea hapa, na ili watu wajiandae baadaye, kama ni ndizi za aina gani ambazo zitakuzwa kuuza hapa, ili watu wa kimataifa waweze kununua bila kipingamizi chochote.